Karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunakuwa tunaviongea. Tunakuwa tunazungumza hizi mada mara kwa mara, tunakuwa tunaongea kuhusu mambo mengi kadha wa kadha. Tulishazungumza sana kuhusu nguvu za kiume, tukaongea kuhusu moja ya sababu ambazo zinasababisha nguvu za kiume kushuka. Tulizungumza kuhusu pombe, tukazungumza kuhusu sigara na mengineyo mengi. Sasa kabla ya kupoteza muda, kwanza nikukaribishe, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Lakini pia karibu sana katika kupata nakala zetu. Nimekuwa kuna swali naulizwa, kwa nini wewe ni shabiki wa timu gani, mbona kila siku una jezi nyingi? Hapana, mimi sio shabiki wa timu yoyote. Ni mpenzi tu wa kuvaa jezi mara kwa mara, hasa kipindi cha weekend napenda sana kuvaa t-shirt. Au unapokuwa niko na nafasi nzuri ya kuongea au nafasi, napenda sana kuvaa jezi za timu yoyote. Lakini tukiendelea, siku zote tunazungumza kuhusu pombe, sigara. Sasa leo napenda tuzungumzie kuhusu vipi pombe na kuathiri wewe mtu ambaye una changamoto ya nguvu, unapelekea changamoto ya nguvu za kiume, na vipi sigara inavyokuharibu wewe, kukupeleka katika changamoto ya nguvu za kiume. Sasa madhara ni mengi sana ambayo yanatokana katika changamoto hii ya nguvu za kiume, lakini sababu ziko nyingi na madhara yako mengi, na leo tumepata muda kidogo, tunaweza tukaongea kidogo kwa ufupi kuhusu hii changamoto hizi zinazosababishwa na sigara pamoja na pombe. Sasa tukianza na sigara kwanza tujue sigara ina chemical zaidi ya 7,000 kwenye sigara moja. Kwa unapokuwa unatumia zile chemicals zinaenda kudhoofisha na kuharibu mfumo wako wa uzazi, na mtu anaingia kwenye changamoto ya kupata madhara makubwa sana. Moja ya changamoto ambayo anakutana nayo ni sigara zinaua mbegu, zinaua mbegu moja kwa moja. Watu wengi ambao wanatumia sigara sana wanakuwa wanaingia kwenye hitilafu kubwa sana ya changamoto ya mbegu kuwa dhaifu. Unaweza pia ukawa na mbegu unaweza ukawa na mbegu za kutia ujauzito, lakini sio mbegu za kurutubisha mtoto ambaye anatoka yuko kamili, mtoto ambaye hana upungufu wa kitu chochote. Lakini pia hizi chemicals zinapunguza idadi ya mbegu, kwa sababu kuna zile chemicals ambazo zinatokana kwenye sigara zinapunguza idadi kubwa sana ya mbegu. Lakini pia kuharibu umbo la mbegu. Umbo la mbegu linakuwa linaharibika kwa sababu ya kutumia sigara. Lakini pia hizi zinapunguza pia hata mwendo wa mbegu kufika kwenye yai. Lakini nyingine au kitu kingine, sigara hushusha homoni ya testosterone. Testosterone zinapokuwa zinashuka, kile kiwango cha mbegu ambacho kilitakiwa kitoke kinakuwa kina ubora zaidi. Kwa mfano, wewe ulitakiwa labda upate 3,000,000 ya mbegu katika bao lako moja, basi unakuwa unapata hata kwenye 200,000. Kile kiwango kinakuwa kinapungua kwa sababu inadhoofisha kile kiwango kizuri. Lakini pia hii testosterone inapokuwa inashuka, ndio mtu anakuwa anaingia katika wimbi la kukosa hamu ya tendo la ndoa. Mtu anaingia katika wimbi la kushindwa kurudia tendo kwa sababu ya kutumia sigara. Lakini pia kitu kingine, zinaharibu DNA. Watu ambao wana changamoto ya DNA zinakuwa zinawapelekea watu wanapata hii changamoto DNA, yani vinasaba vile vya mtoto vinakuwa vinapishana. Nilizungumza hapo mwanzo nikasema watoto wanakuwa wanazaliwa wana disability nyingi. Mtoto anakuwa haoni vizuri, asikii vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Mtoto anazaliwa na upungufu wa kitu fulani kwa sababu ya wewe baba ulitumia mbegu yako ulikuwa umeiandaa katika ubora mdogo zaidi. Sasa turudi kwa mfano, tusikusudie yai la mtoto au yai la kuku ambao unafahamu wewe. Wale kuku wa kienyeji na kuku wa kawaida. Kwa nini umeitwa kuku wa kawaida? Kwa sababu ya mayai yao. Sasa watoto wako wewe unawalindaje? Kwa sababu unatoa mbegu gani? Unaipa mbegu gani? Mfano, yule kuku anapoenda kupanda lile kuku wa kawaida, anatoa mbegu gani kwa ajili ya kile kurutubisha kitu gani? Inakuwa changamoto ni kubwa sana. Kwa DNA vinasaba vinakuwa vinaharibika. Lakini pia pombe, tukizungumzia sigara tumeshazungumza kiasi kinakuwa kinaharibika, lakini tuzungumzie kuhusu pombe. Pombe ni adui wa nguvu za kiume. Pombe ni adui wa hormone za kiume. Sasa tukizungumzia pombe hupunguza ubora wa mbegu. Pombe inapunguza ubora wa mbegu, hupunguza idadi ya mbegu, hupunguza mwendo wa mbegu. Lakini pia pombe hubadilisha umbo la mbegu. Umbo la mbegu linabadilika, mwendo wake unakuwa unabadilika. Sasa imagine kama wewe umekunywa pombe unakuwa unaruka vituta. Sasa yule ambaye hajanywa inakuaje?
Kwa hiyo pombe inaharibu ubora wa mbegu, lakini pombe pia yenyewe huharibu, inachochea sana kuharibika kwa homoni za uzazi, hasa testosterone inakuwa inashuka na estrogen inaanza kupanda. Ndio maana wanaume ambao wanatumia pombe wanaanza kuwa na matumbo makubwa, wanaanza kuwa na matiti, wanaanza kuingia kwenye changamoto za tabia za wanawake kwa sababu ya testosterone kushuka, kwa sababu ya kutumia pombe. Lakini pia kitu kingine, nguvu pia zinaanza kushuka, uwezo wake wa mwanaume unaanza kupotea na kujiamini pia kunaanza kudhoofika. Lakini pombe pia huongeza shawa kuisha haraka katika mfumo wake. Shawa zinawahi kuisha haraka, inaonyesha kuisha nguvu. Ndio maana mtu ambaye anakunywa pombe anakuwa anashindwa kufanya vizuri zaidi. Mtu anakuambia mimi nikishakunywa pombe nakuwa na power zaidi, nakuwa na uwezo zaidi, lakini unakuwa na uwezo kwa sababu ya pombe inakupeleka. Lakini unakuwa na uwezo, mbegu zako zinakuwa ziko dhaifu. Unakuwa na uwezo, unashindwa kufanya vizuri. Unakuwa na uwezo, akili yako inakuwa iko sawa. Kwa nini usifanye kitu ambacho katika nafasi yako, katika muda wako ambao uko katika nafasi nzuri? Sasa sigara na pombe kwa pamoja inaangamiza kwa haraka, mbegu zinakuwa zinashindwa kufanya vizuri. Kuna wengine wanatumia sigara mara 2 kwa siku, wanakunywa pombe zaidi mara 2, glasi 2, glasi 3 pombe, wengine mpaka wanapiga nusu kreti kwa siku. Inakuwa ni hatari zaidi kwa afya yako. Unakuwa mwili wako hauko effective zaidi katika kuhakikisha unapata kizazi ambacho ni bora na katika kikiwa kiko salama zaidi. Pombe ni adui mkubwa sana. Pombe ni adui mkubwa sana wa nguvu za kiume, lakini pia ni adui mkubwa sana kwa watu ambao wanapitia changamoto ya nguvu za kiume. Wanapokuwa wanatumia pombe na sigara, wanakuwa wanajiingiza katika wimbi la watu ambao wanaingia kwenye majuto baadaye. Nikushauri tu na nikusii, kutumia pombe na sigara ni hatari kwa afya yako na haipendezi zaidi. Ukiwa unatumia pombe, basi hakikisha au jiambie kabisa unaingia katika wimbi la changamoto na wimbi kubwa sana la matatizo mengi sana ya uzazi. Kwa hiyo ili kuepukana na changamoto hii, tunao matibabu ambayo tumeyaboresha, tumeyaweka katika muonekano mzuri ambao atakusaidia wewe ambaye una changamoto hii kuhakikisha kwanza inapunguza zile sumu ambazo zinazotengenezwa na pombe, zinapunguza sumu ambazo zimetengenezwa na sigara kama mapafu kuharibika, kuingia katika wimbi la kuwa katika arosto. Tunakupa nafasi hiyo unapokuwa unatoa matibabu ambayo tunakupatia, yanakutoa katika nafasi nzuri sana na kukupa nafasi ya kuwa baba mwenye mtoto ambaye yuko salama. Kuhusu swala la pombe, kuacha inawezekana, kuacha sigara inawezekana, ila ukiwa uko tayari na ukiwa umeamua. Kizuri zaidi ni kwamba tunao magrupu ambayo tunakuwa tunayaongoza, tunakuwa tunatoa elimu, tunakuwa tunaelimisha kuhusu madhara mbalimbali ya vitu vingi sana. Kwa hiyo unaweza ukachukua namba unayoiona hapo chini, ukaandika kwenye grupu niunge, aidha kama ni mwanamke anasema niunge kwenye grupu la wanawake, au kama ni mwanaume basi sema niunge katika grupu la wanawake. Tutakuedi pale na tutakupa nafasi ya kukusikiliza changamoto yako na kukupa nafasi ya kusaidia kama watu wengine. Kizuri ni kwamba haujachelewa, nafasi bado zipo, na tunakuwa tuna idadi ya watu ambao tunakuwa tunasaidia. Tunapendekeza idadi ya watu wangapi kusaidia labda kwenye changamoto fulani kwa kadri tunavyopata nafasi. Na kizuri ni kwamba hatuko tu Dar es Salaam, tuko nchi nzima na huduma zinakufikia kokote ulipo. Na kizuri ni kwamba mikoa mingi sana kwa sasa hivi tunao mawakala wetu ambao kazi yao ni kusafirisha dawa kuhakikisha wewe zinakufikia na mpaka unaanza matibabu yako. Tutakupa nafasi ya kupata matibabu tu, lakini sio matibabu tu. Tutakupa nafasi ya kupata mazoezi, tutakuelekeza mazoezi gani ya kufanya, lakini vyakula gani vya kutumia na vyakula gani vya kuacha, ili uingie katika wimbi la kuepukana na changamoto mbalimbali za kiafya. Watu wengi wanaathirika kwa kupitia vitu wanavyovitumia kila siku, lakini sisi tunaweza tukakuelimisha kuhusu vyakula na mboga za kutumia au vyakula unavyovitumia kuvila, tukakupa nafasi ya kuingia nafasi na wewe ukawa ni mmoja katika watu ambao tuliowasaidia. Tuna idadi kubwa sana ya watu ambao tunakuwa tunawasaidia kuhusu changamoto mbalimbali za kiafya. Aidha na wewe ikawa ni nafasi yako, karibu sana na Mungu akubariki sana. Unaweza pia ukashare video hii kwa mtu ambaye unatamani afahamu kitu ambacho ulichokifahamu siku ya leo, au unatamani ajue kitu ambacho umekijua siku ya leo. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, lakini pia usisahau kushare hapo chini. Kwenye hii button hapa chini unaweza
ukacomment, ukalike, lakini pia usahau kusubscribe hapa chini hapa. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vijavyo. Dr. Halifa Rahby hapa kila siku.